ukisikia Pasaka, kitu cha kwanza akilini mwako pendo la Mungu. Ukisikia Yesu amefufuka, cha kwanza kabisa kichwani kwako sema asante, kumbe Mungu wewe ni pendo. Kwa sababu kama sio pendo Yesu asingekuja. Mungu asingemruhusu mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo ni pendo la Mungu ndilo limesababisha amtoe mwanae pekee. Kwa hiyo basi, kama nilivyosema, pendo, kwenye pendo kuna kutoa. Na pasipo kutoa hakuna pendo. Kwa hiyo sasa natakiwa wewe na mimi pendo la Mungu tulifanyie kazi. Uko unapoishi huko, uonyeshe pendo la Mungu kwa wengine. Usikae nalo. Kwa hiyo basi, pendo la Mungu likiwa ndani yako huwa lina tabia ya kuvuta watu. Sema kuvuta watu. Sisi tunajua Yesu amekufa kwa ajili yetu, si ndio? Amen. Ametuonyesha pendo. Amen. Basi na sisi tutembee katika pendo. Kwa hiyo kama ukiwa na pendo la Mungu ndani mwako, cha kwanza kitakachotokea, pendo lina tabia ya kuvuta watu. Maandiko yanasemaje? Walipojua Yesu yuko mahala fulani, wale makutano walimfuata. Ni kwa nini makutano walikuwa wakimfuata kila Yesu alipokuwa? Kuna kitu walikiona cha tofauti ambacho hawajawahi kukiona. Bwana Yesu asifiwe. Kwani si kulikuwa na makuhani kipindi hicho? Kulikuwa na makuhani ambao walikuwa wanajua dini. Kulikuwa na makuhani ambao walikuwa wanajua sheria, walikuwa wanatumika katika madhabahu ya Mungu. Walikuwepo. Lakini sijaona maandiko yakisema kwamba makutano walikuwa wanawafuata makuhani huko walipo. Yaani kila kuhani akiwepo makutano. Ila maandiko yanasema walipojua Yesu yuko mahali fulani wakamtafuta Yesu. Kwa hiyo pendo la Mungu linapokuwa ndani mwako lina tabia ya kuvuta watu. Yaani unajua unaweza ukawa hauna kitu. Unaweza ukawa wewe ni wa kawaida, maisha yako ni ya kawaida tu, lakini kwa sababu umebeba pendo la Mungu, watu watakutafuta. Na kuna watu ambao watakutafuta, watatarajia wapate msaada kwako. Unaweza ukajishangaa, mbona mimi sina kitu afu watu wanatafuta? Kwa nini? Yaani watu wanajisikia tu kukaa karibu na wewe. Wanajisikia tu kukutafuta. Wanajisikia tu karibu, wanajisikia tu kutafuta urafiki na wewe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu umebeba kitu ambacho kipo kama, unajua pendo la Mungu ni kama sumaku, na tabia ya kuvuta vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na tabia ya kuvuta vitu. Kwa hiyo ukiona katika hali ya kawaida watu wanakimbia, wanakukimbia, hebu anza kujitafakari kwanza. Je, ni majira Mungu ameruhusu au kuna kitu ambacho haiko sawa kwangu? Inawezekana pendo la Mungu lishakimbia. Kwa sababu tabia ya pendo linafuata. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Luka 9:11 na 13. Luka sura 9 mstari wa 11 na 13. Fanya haraka. Nasemaje? Na makutano walipojua walimfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Na mstari wa 13. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukawanunulia watu hawa wote vyakula. Kwa kuwa wanaume waliokuwako walipata kama 5,000. Akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Bwana Yesu asifiwe. Inatosha. Kwa hiyo kuna wakati makutano walimfuata Yesu alipokuwa. Walikuwa ni wengi. Wanafunzi wakamwambia, Bwana mkubwa, hawa watu ni wengi. Na sasa hivi jua inakaribia kuzama. Hawa watu wanahitaji chakula. Alafu Yesu akamwambiaje? Wapeni chakula. Alafu wenyewe wakasemaje? Hatuna chochote bwana mkubwa, tumebaki na mikate 5 na samaki 2. Sasa unaweza ukajiuliza, ni kwamba Yesu alikuwa hajui au anawajaribu? Kwa sababu nategemea Yesu alikuwa anajua kwamba mazingira ya pale chakula kipo. Maana walikuwa busy na gospel. Hakuna mtu aliyekuwa yuko tayari kuchukua, sijui achukue mchele, achukue unga, achukue nini twende. Watu walikuwa busy na injili. Lakini saa imefika wana njaa. Wakaambia, bwana mkubwa, chakula kiko wapi? Yesu akamwambia, nyie tulieni, wapeni nyie chakula. Wakati akijua hawa watu chakula hawana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anajaribu kuambia waonyeshe pendo kwao, hata kwa hicho kidogo walichokuwa nacho. Kuna wakati pendo la Mungu unatakiwa ulionyeshe, sio kwa sababu una kitu, ila kwa hicho ulichokuwa nacho onyesha pendo kwa mtu mwingine.
Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wengine wanadhani kwamba eti kuonyesha pendo ni mpaka uwe tajiri, uwe na pesa. Yaani kwa kile kidogo ambacho Mungu amekubariki kiwe sehemu na wengine waweze kufaidika na hicho ulichobarikiwa na Mungu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sikiza, usije ukasema eti kwamba leo sasa nina kila kitu, nina hela, nina kila kitu, leo nimekamilika, sasa leo naweza nikatoka kwa maskini. Maandiko yanasema usipokuwa mwaminifu kwa kidogo, hautakuwa mwaminifu kwa nini? Kwa kikubwa. Kwa hiyo hata hicho kidogo Mungu alichokubariki, katika hicho onyesha pendo la Mungu ndani mwako kwa wengine. Tuko pamoja? Okay, nini kilichofuata? Yesu akawaambia okay. Wale jamaa wakasema, Bwana, tuna mikate 5 na samaki 2. Maandiko yanasema Yesu akaibariki ile mikate, kile chakula. Alafu kile chakula watu walikuwa ni zaidi ya 5,000. Maandiko yanasema walikula na wakasaza. Lakini maandiko hajazungumzia kwamba samaki walikuwa wengi na mikate ikawa mingi, ila maandiko yanazungumzia ile mikate 5 na samaki 2 iliweza kutosha watu wote. Kasoma vizuri Biblia. Maana yake ni nini? Maana yake pendo la Mungu linapokuwa ndani mwako linakupa utoshelevu. Sema utoshelevu. Sema utoshelevu. Yaani wewe ukionyesha pendo la Mungu kwa watu wengine, ndani mwako hautopungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa hicho kidogo ulichokuwa nacho, Mungu anataka uwe mfano, onyesha pendo kwa mwingine. Na unapoonyesha pendo ndani mwako hautopungukiwa. Sikiliza, hata kama umebakiza shilingi 10,000, katika hiyo 10,000 ukaonyesha pendo kwa shilingi 3,000 ukabaki na 7,000, Mungu atafungua milango kwa namna ambayo haielezeki. Yaani tunatakiwa tubadilike, tusipende kupokea tu kila siku. Yaani kila siku mtu anaenda mbele za Mungu, yeye yupo tayari kwa ajili ya kupokea. Yeye tayari, Baba nataka hichi. Mungu nataka hichi. Lakini kuna wakati lazima uonyeshe lile pendo la Mungu kwa wengine, nawe ifikia wakati uanze kutoa sasa. Unajua kwenye kutoa ndipo unapobarikiwa. Asikudanganye mtu. Wale ambao wana zile roho za kubana, yani ule ubinafsi kwamba yeye kila alichokuwa nacho ni cha kwake, kubarikiwa ni kazi. Tuko pamoja? Ili ubarikiwe, principle ni moja, ni utoaji. Hakuna aliyebarikiwa ambaye hajatoa. Hawa matajiri tunaowasikia, matajiri wakubwa, nenda fuatia maisha yao, ni watu ambao wanatoa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Kristo alikufa akafufuka, anatufundisha kitu kinachoitwa pendo. Kwa hiyo jifunze siku ya leo kwamba wewe kuonyesha pendo sio kwa sababu una kila kitu, ila kwa hicho Mungu alichokujalia kaonyesha pendo. Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Haleluya. Haleluya. Mpigie Bwana Yesu makofi. Na pendo la Mungu likikaa ndani ya Mkristo na tabia moja. Mtu aliyejawa na pendo la Mungu atatamani mwenzake asogee hatua nyingine. Yaani ukiwa na pendo la Mungu utatamani kumuona rafiki yako asogee katika hatua nyingine. Maana yake ni nini? Hautofurahia anguko la mwenzako. Hautafurahia. Yaani ukiona mtu anafurahia anguko la mwingine, pendo la Mungu alipo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kadiri unavyosaidia wengine ndivyo unafungua mlango wa Mungu kukusaidia zaidi. Mungu ana tabia moja. Kwa nini nikwambia siku ya leo? Mungu anaweza kukubariki kidogo. Sawa? Akubariki kidogo na kuangalia kwa hicho kidogo alichokubariki utawabariki wengine. Sasa ukiweza kuwabariki wengine, Mungu anaona kumbe kupitia huyu mtu watu wengine watabarikiwa zaidi. Kwa hiyo mimi nitazidi kumbariki ili watu wengine wabarikiwe zaidi kupitia yeye. Tuko pamoja? Hiyo ndio principle ya Mungu. Watoto tulieni, sawa? Hiyo ndio principle ya Mungu. Na ndio maana wakati anaongea na Ibrahim, akamwambia Ibrahim, nitakufanya kuwa nani? Baraka. Alimwambia utakuwa mtu mkubwa lakini nitakufanya kuwa baraka. Maana yake nini? Maana yake Mungu alitegemea akimbariki Ibrahim, wengine pia wapate baraka kupitia nani? Kupitia Ibrahim. Kwa hiyo Mungu anapokubariki, alafu wewe ukashindwa kuwa baraka kwa wengine, maana yake unajifungia milango ya baraka. Mungu atashindwa kukuamini. Ni ngumu kidogo
Tuko pamoja? Pigie Bwana Yesu makofi. Jamani, si tunataka tubarikiwe? Tunataka tubarikiwe. Sikiliza, unaweza ukaomba na vya kuomba, lakini kabla uja practice tabia ya Mungu ya kutoa, itachukua muda kubarikiwa. Okay, kuna mheshimiwa mmoja alimfuata Bwana Yesu, akajifanya mjuaji sana. Akasema, Bwana Yesu, ninajua sheria zote za Musa, za Torati. Usiue, usiibe, usifanye nini. Yesu akamwambia, aha, umefanya vyema. Akamwambia, nenda uza mali zako zote, kape maskini, afu njoo nifuate. Maandiko yanasema akakimbia. Sema akakimbia. Sema akakimbia. Alikimbia alivyoambiwa uza mali, kwa sababu alijiangalia na pesa. Akaambiwa uza mali zako zote, kape maskini, alafu unifuate. Alafu maandiko akasema ni rahisi kwa ngamia kufanyaje? Kupita katika tundu la sindano, si ndio? Kuliko maskini kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwanza tundu la sindano anazungumzia sio sindano hiyo unayojua wewe, sio hivyo. Ni eneo liko kwa Israeli. Kuna kamlango kadogodogo sana, wakaita eneo tundu la sindano. Kwa hiyo kupita pale ni issue. Sio jambo jepesi. Kwa hiyo ili ubarikiwe, onyesha pendo la Mungu. Tuko pamoja? Okay, tuendelee. Kwa hiyo pendo la Mungu nimesema linakupa kusababisha wengine wasiwe katika hatua nyingine. Lakini kwenye kusaidia wengine ndipo nabarikiwa. Nisomea Ebrania 13 sura ya 2. Sura Ebrania 13:2. Inasemaje? Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Anasema msisahau kuwafadhili wageni, kwa sababu wengine wamekaribisha malaika pasipo nini? Kujua. Nikwambie, baraka zako, kuna wakati baraka zako zinakuwa zimefichwa kwa mwingine. Unajua Mungu Bwana Mungu ajabu sana. Yaani kuna watu ambao Mungu anaweza akawaleta katika maisha yako. Wewe kitendo cha kuwasaidia wao ndipo milango yako inapofunguka. Ndio maana ya maandiko anasema kwa kuwakaribisha wengine yaani kuna wengine wamekaribisha wageni, lakini kukaribisha huko wamekaribisha malaika wa Mungu pasipo wao kujua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatufundisha katika siku ya leo katika habari ya upendo, kwamba kuna wakati unapoonyesha upendo kwa mwingine ndipo unapofungua njia yako. Anaposema wameweza kukaribisha malaika pasipo kujua, maana yake kuna wakati Mungu anaweza akatumia watu waende sehemu fulani, anaangalia je, huyu mtu ataweza kuwafadhili hao watu. Akifanikiwa kuwafadhili hao watu, Mungu anamtoa huyo mtu anampeleka sehemu nyingine kwa sababu ameweza kuwafadhili wengine. Na ndio maana maandiko yanasema tusichoke katika kutenda mema. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Leo si siku ya kufufuka Bwana Yesu. Yaani lazima tujifunze pendo, kwa sababu kilichomfufua Yesu alivyokuja Yesu ni kwa sababu ya pendo. Tuko pamoja? Nisomee Luka sura ile ya 10 mstari wa 25. Nisomee haraka Luka 10:25 mpaka 37. Nisomee kwa haraka sana. Luka 10:25 hadi 37. Naomba tusikie kwa makini haya maandiko. Natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vyema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi. Wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai,
Akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe, katika hawa watu watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia maandiko vizuri Inazungumzia habari ya Msamaria mwema. Hata nafikiri ni msemo ambao tunapenda kutumia. Ukiona mtu amsaidia mwenzake, sio jamaa Msamaria mwema. Au mtu alikuwa na shida, akutana na mtu asiyemfahamu, akamsaidia. Atasema, leo bwana nilikuwa nimeshua nauli bwana. Nikapata Msamaria mwema bwana. Akanipa jero nikaweza kupanda daladala nikafika Mbagala. Lakini bila yule Msamaria mwema leo nisingeweza kufika. Nisingetoboa bila yule Msamaria mwema. Si ndio tunavyosema jamani? Si ndio? Msamaria mwema, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Msamaria ambaye mmezungumzwa katika maandiko, kwanza tuanze kujua hawa Wasamaria wametokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Biblia, wangapi wamesikia habari za Mfalme Suleiman? Tushaye kuzisoma, si ndio? Ukianza kusoma Wafalme wa kwanza, kwanza ile sura ya ngapi? Sura ya kwanza. Soma Wafalme wa kwanza yote. Sasa Mfalme Suleiman alikuwa na mtoto wake alikuwa anaitwa Rehoboam. Si ndio? Rehoboam. Sasa huyu bwana wakati wa ufalme wake aligawa yale makabila. Tunajua makabila ya Israeli yalikuwa 12, si ndio? Akagawa makabila ya Israeli, akagawa makabila 10, akayapeleka upande wa north ni kusini kaskazini. Akapeleka kaskazini makabila 10, alafu makabila mawili yaliyobaki yale ya Benjamini pamoja na Yuda akawapeleka kule southern, kusini kule. Sasa kilichotokea, yale makabila 10 ambayo yalikuwa kaskazini walifanya dhambi. Walipofanya dhambi, Mungu aliruhusu wa Ashuru waende wakawachukua, wakawafanya mateka, wakawapeleka kule nchini kwao. Ashuru wanasema siku hizi ni kama Iraki, ni Middle East kama Iraki. Sasa walipochukuliwa mateka, kuna wale ambao walibaki kule Israeli. Walipobaki sasa, kwa sababu kulikuwa na wale wageni, wakaanza kuoana, wakachanganyikana. Kwa hiyo maana wake wale hawakuwa Waisraeli pure. Tuko pamoja? Walikuwa na mchanganyiko wa Kiyahudi na makabila hayo ya Middle East. Sasa kilichotokea, wana wa Israeli wale Wayahudi pure wakawa hawachangamani na hawa watu. Yaani hazivi, hawezi kukaa pamoja. Na ndio maana ukisoma katika Biblia mtu anaweza akataka yaani ni bora azunguke Myahudi kuliko apite katikati ya Samaria aende katika njia yake anayotakiwa kwenda. Walikuwa wachangamani kabisa. Lakini pia sababu nyingine inayosababisha wasichangamane ni namna ya kuabudu. Hawa wa Samaria walikuwa wanaabudu katika mlima, lakini Wayahudi walikuwa wanaabudu Jerusalem katika ule Mfalme Suleiman. Kwa hiyo wakawa wanatofautiana kwa itikadi. Point yangu ni nini? Myahudi na Msamaria hawezi kukaa pamoja, hawezi kusaidiana. Lakini Yesu alivyotoa ule mfano, alisema kwamba kuna mtu mmoja alikuwa ni Myahudi, katika tembea yake akakutana na wanyang'anyi wakampiga. Lakini alipata msaada sio kwa Wayahudi, alipata msaada kwa Msamaria. Tuko pamoja? Amen. Na maandiko yanasema yule mtu alipokuwa amepata shida, wale wanyang'anyi wamempiga, yuko hoi kabisa pale, maandiko yanasema alipita kuhani. Sema kuhani. Sema kuhani. Kuhani akapita akamwangalia akaendelea zake. Ambapo kuhani siku ya leo unaweza kusema kama mtumishi wa Mungu. Lakini baadaye akapita Mlawi. Sema Mlawi. Mlawi naye akapita akamwangalia akaenda zake. Sasa kuhani na Mlawi wote wanatumia katika madhabahuni, katika hekalu, lakini hawakumhudumia wale. Tuko pamoja mpaka hapa? Tuko pamoja mpaka hapa? Tuko pamoja? Lakini ukisoma katika Luka, wakati anaanza kuongea nao jamaa, alimwambia kwani Torati inasemaje? Alafu jamaa kaelezea Torati, si ndio? Torati inazungumza habari ya kumpenda jirani yako. Lakini kumbuka yule kuhani sio kama ajitu, anaijua Torati, lakini akamuona mtu ana shida akamwacha. Yule Mlawi anaijua Torati, akamuona mtu ana shida akamwacha. Na sio kama ajui, anajua kabisa kwamba Torati inasema mpende jirani yako. Lakini alipita. Sema alipita. Tuko pamoja? Lakini baadaye akapita Msamaria. Msamaria ambaye
yeye na Wayahudi haziivi. Sema haziivi. Lakini alipomuona pale, maandiko yanasema alimuonea huruma. Sema alimuonea huruma. Akaenda akamfadhili. Na maandiko yanasema kwamba yule jamaa hadi kesho yake asubuhi alienda kumchungulia na akamwachia pesa kidogo kujua huyu mtu anaendeleaje. Alafu Yesu akamuuliza yule swali. Katika yule jamaa aliyepigwa na wanyang'anyi, jirani yake ni yupi? Jamaa akamjibu, Bwana, jirani yake kwa kweli ni yule Msamaria. Japokuwa Msamaria na Wayahudi haziivi, lakini yule ni jirani yake yule, kwa sababu ndo aliyemsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mfano huu unatufundisha. Cha kwanza, tuliishi pendo. Yaani pendo tusiliache katika Biblia, tulifanya katika maisha yetu ya kila siku. Kwa sababu Torati hawa kuhani pamoja na yule Mlawi, Torati wanaijua, tena wanakariri. Na ndio maana Yesu alikasirika sana juu ya watu wao, akasema nyie ni wanafiki. Mnajua Torati, lakini Torati amuitendei sawa, lakini mnaijua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia maandiko yanatufundisha kwamba pendo lisibague. Sema lisibague. Lisibague. Kwa hiyo haijalishi hata kama ni adui wako, wewe mpende. Wala isiyokuwa changamani. Hebu jiulize, kama yule Msamaria asingemsaidia yule jamaa, nini ingetokea? Maana yake jamaa angekufa, si ndio? Kwa hiyo Msamaria, yule adui yao, yule adui yake, siku hiyo alifanyika msaada kwake. Yesu anatufundisha kitu kizuri sana hapa. Katika habari ya pendo, usichague wa kumsaidia. Yoyote anahitaji msaada, msaidie. Na hilo ndilo pendo la Mungu. Sikiliza, maandiko yanasema Mungu anaponyeshea mvua, anapoachilia mvua, mvua inapokuja, inaponyesha, sikiliza, kuna watu ambao wanafanya dhambi kuliko unavyofikiria. Lakini mtu huyo anayefanya sana dhambi, akienda kupanda mahindi yake katika shamba, mvua itakuja na mazao atachoka vizuri kabisa na atavuna vizuri. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya pendo la Mungu. Kama Mungu angekuwa sio pendo, Mungu angefanya ubaguzi. Angesema okay, kwa sababu hii ngoma ina watakatifu sana, naachilia mvua. Lakini hii si Tandale, huko aisee kuna vurugu, huko si Temeke Kinondoni kuna vurugu, huko usipeleki mvua. Wanakaa kiangazi mwaka mzima, lakini haijawahi kutokea. Sema haijawahi kutokea. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu ni pendo. Tuko pamoja? Kuna wakati hata adui yako msaidie. Hivi unajua njia za Mungu ngumu sana. Kuna wakati unaweza kumuona mtu ni adui, kuna siku anaweza kukusaidia. Wangapi wanaamini hicho kitu? Yaani unaweza kumuona ni adui, lakini njia za Mungu usijui. Mungu anaweza akambadilisha, na kwa siku usiyojua anaweza kama msaada kwako. Wajibu wako, ndio maandiko anasema sisi hatupaswi kulipiza kisasi. Kisasi ni juu ya Mungu. Jukumu lako ni kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna kitu kizuri Mungu anachotukumbusha kwamba tuishi upendo. Tusikalili kama Mafarisayo. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na mpende jirani yako. Najua kabisa hiyo. Lakini je, ni kweli unampenda jirani yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie, ukiweza kuishi kitu kinachoitwa upendo, utaona Mungu akufanikisha sana kwenye maisha yako. Yaani ukitaka kuona Mungu akikufanikisha, ukitaka kuona Mungu akifanya vitu vikubwa kwenye maisha yako, yaani wewe anza kujifunza tu kuanzia leo. Kwa kiwango hicho kidogo Mungu alichokubariki, kwa pesa hiyo kidogo Mungu aliyokubariki, hiyo onyesha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema kwamba okay, Mungu amembariki kidogo, lakini kumbe ungeweza kuchukua juisi ya 500, kuna mtu ungempelekea. Yaani angesema Mungu asante kwa muujiza, maana siku ya leo nimekosa hata cha kuingiza kinywani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Yaani unaweza ukaa huko na jirani yako mnapiga story, lakini wewe mwenzako ajala.
Napiga story kabisa, mnacheka. Maskini anajitia nguvu, anakusupport kwa sababu yeye ni swaiba wako. Anajitia nguvu, mnapiga story, anakupa ushirikiano. Lakini maskini anapiga mahesabu, nikimaliza kupiga story na huyu jamaa, huyu swaiba, sijui leo nitalalaje usiku. Na sio kama una uwezo wa kusaidia, uwezo wa kumsaidia unao. Na inawezekana unajua kabisa situation anayopitia, unajua. Lakini unataka kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana vizuri? Amen. Lakini kuna kitu kingine, pendo la Mungu likijaa ndani mwako, wewe hautokuwa sababu ya kusababisha maumivu kwa wengine. Tuko pamoja? Hautokuwa sababu ya kusababisha maumivu kwa wengine. Unajua kuna ile namna unaweza kusababisha maumivu kwa mwingine. Lakini pendo la Mungu likijaa ndani mwako, kila utakachokifanya utakifanya katika pendo. Hata kama mtu akikosea, unamuonya katika pendo. Yaani kila utakachofanya utafanya katika pendo, kwa namna ambayo hauwezi kusababisha maumivu kwa mwingine. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amina. Tuko pamoja? Amen. Umeandika point eh? Amen. Umeandika eh? Lakini pia pendo la Mungu likijaa ndani mwako, wewe hautokuwa chanzo cha watu wengine kujeruhiwa. Yaani wewe hautojeruhi watu wengine. Yaani ukiona kila mtu namjeruhi, jua pendo la Mungu halipo kwako. Na kama pendo la Mungu halipo kwako, kuna roho nyingine inayotenda kazi kwako ambayo sio ya Mungu. Wa Mungu hawajeruhi watu wengine. Walio wa Mungu hawawi sababu ya watu wengine kuingia katika maumivu. Hao ndio walio wa Mungu. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukiwa na pendo la Mungu, automatically unakuwa na ile hali ya kutamani kujali watu wengine. Yaani wewe akili yako ukikaa, yaani unafikiri, yaani ujifikiri mwenyewe, lakini pia unafikiri na kwa wengine. Yaani ukiona katika maisha yako, yaani wewe unachowaza ni wewe tu, mambo yako tu, hauna mpango wa kumfikiria mtu mwingine, hilo ni tatizo. Sema ni tatizo. Ni tatizo. Lakini pendo la Mungu likijaa ndani mwako, utakuwa na hali ya kujali wengine. Yaani ukimwona ndugu yako anavaa, ukiangalia Bwana Kevi anavaa shati yake limechanika, ukimwangalia hivi itakutachi moyoni, itakuumiza, itasema mimi nimevaa suti napendeza hivi, alafu jirani yangu amevaa shati limechanika. Hapana. Yaani unakuwa ndani mwako una ule moyo tu wa kutaka kumjali mtu wengine. Hamna naye kufundisha, hamna naye kulazimisha, lakini ni kwa sababu ya pendo la Mungu limejaa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pendo la Mungu likijaa kwako, unakuwa na huruma, lakini pia unakuwa na rehema. Yaani ukiona kabisa wewe ndani mwako hauna ule moyo wa huruma wa kumhurumia mtu, umekosa pendo la Mungu. Wewe sio wa kawaida, wewe sio wa kwetu. Sema sio wa kwetu. Sema sio wa kwetu. Wewe ni wa kule gizani. Maana Mungu alianza kutuhurumia, akaona sasa hawa wanangu wanafanya dhambi, mwisho wa siku wataenda jehanamu. Nawahurumia. Mwanangu Yesu, wewe ni mwanangu wa pekee, nenda kwao, kafe kwa ajili yao. Kwa hiyo pendo lina huruma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia pendo la Mungu likijaa ndani mwako, utaweza kutambua ubora na umuhimu wa watu wengine. Yaani pendo la Mungu likiwa kwako, utamwona kabisa Yunisi ana umuhimu kwangu. Utamwona mtumishi Recho ana umuhimu kwangu. Yaani wewe kila mmoja utaona kabisa, kila mmoja akili yako itatambua kwamba kila mmoja ana umuhimu. Kila mmoja hayupo kwa hasara, hata kama hana kitu, hata kama haeleweki. Wanasema yuko ni hohehahe, hohehahe. Hata kama ukimwona hana kitu, lakini kwa sababu ya pendo la Mungu utamwona kabisa huyu mtu bwana, japokuwa hana kitu, lakini huyu ana umuhimu. Kuna siku mimi nitamhitaji huyu. Bwana Yesu asifiwe.
Usije ukafikiri kwamba wale wasio na kitu hawana msaada kwako. Kuna siku utahitaji msaada wao. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pendo la Mungu huwa halina majungu, halina kuhukumu, na wala halina mashindano. Ukiwa na pendo la Mungu huwezi kumfanyia mwenzako majungu. Ukiwa na pendo la Mungu hauwezi kufanya mashindano. Ndio maana maandiko yanasema yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano mpate kuwa wana wa Mungu. Walio wa Mungu hawashindani. Kwa hiyo ukiona una majungu, ukiona unashindana, pendo alipo. Sema pendo alipo. Na ukiona una hukumu, si unajua kuhukumu? Yaani hukumu unaifanya wewe ni Mungu. Kwamba wewe unaona mtu huyu amekosea. Yaani una hukumu kwamba si ili jamaa hili. Huyu jamaa, huyu mbingu aioni ataisikia tu. Huyu jamaa mbingu aioni ataisikia tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja? Na master kwenda haraka, nataka kila mtu akamate. Ni kitu cha msingi ambacho kitakusaidia. Yaani Mungu Bwana ana principle ndogo ndogo tu, ukiweza kuziishi wewe hautokuwa kawaida. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Lakini mtu mwenye pendo unaweza ukaliona pendo la Mungu kupitia matendo anayoyafanya, kupitia maneno anayoyafanya, lakini na tabia yake. Pendo la Mungu linajificha kwenye tabia ya mtu, linajificha kwenye maneno ya mtu, linajificha kwenye matendo ya mtu. Yaani mtu anavyoongea kabisa unajua huyu mtu ana pendo la Mungu. Kuna mtu mmoja ashaye kuniambia, sitaki kumtaja wewe nani. Akaniambia, bwana mchungaji, kuna mtu fulani jina lake fulani. Yaani natamani tu kusikia, yaani nikisikia tu sauti yake, hata kama nina stress yangu, najisikia tu kupata amani ya Kristo. Yaani akimsikia tunavyoongea, anajisikia kupata amani ya Kristo. Kwa nini? Ni kwa sababu pendo la Mungu, yaani haliwezi kujificha. Hata ukiongea, watu wana experience pendo la Mungu. Hata unavyotembea, unavyotenda, unavyoongea, unavyowaza, ni pendo la Mungu linatembea, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo matendo ya mtu anayoyafanya, maisha yake ya kila siku, utajua kabisa hapa huyu mtu ana Mungu. Maneno anayoyaongea kwa jirani zake, kwa watu wake wa karibu, kwa watu wake wanaomzunguka, utajua huyu mtu amejawa na pendo la Mungu, sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanaweza wakatamani kukukaribia hata wasikie tu unavyoongea. Yaani mtu anatamani akae na wewe upige naye tu story. Usiwafukuze. Yaani ukiona watu wanatamani kuwa karibu na wewe, usiwakimbie, usiwafukuze. Ujui kitu gani wamemisi. Ujui kitu gani wanahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Mtu mwingine anataka tu aongee nawe, mtumishi Unisi. Yaani akija tu ibadani na akitoka afahamu tu upige naye story. Waendeleaje mtumishi? Mzungumze mawili matatu. Uwezi jua kumbe pendo la Mungu lilokuwa ndani ya kinywa chako linamponya yeye basi wewe kujua. Yaani the way you talk to her, unavyoongea na yeye, yaani kuna vitu katika ulimwengu wa roho vinapita. Unashangaa ametoka ameponywa. Hujamuombea, lakini kwa sababu ya kuongea naye. Maana yake kinachotoka kwako sio wewe, ni Mungu. Hivi unajua ukifurika na nguvu ya Mungu, kuna vitu vingine utafanya, kila utakachokifanya ni nguvu ya Mungu. Ukiongea ni nguvu ya Mungu. Hata ukimsalimia hivi mtu ni nguvu ya Mungu. Chochote unachofanya ni nguvu ya Mungu. Kupiga story na mtu hivi ni nguvu ya Mungu. Mtu anapata hata kama asipolipuka, hata kama usipokuwa na vurugu, lakini kwa kuongea naye kuna vitu anavipata ambavyo ni vya kimungu. Nakupa siri hiyo. Kwa hiyo usishangae watu wakawa wanatamani kukaa karibu na wewe. Wanatamani washauri. Yaani unakuta watu na hekima zao wanakufuata. Sasa binti,
Bena, sasa Bena, hebu nisaidie binti yangu, hebu kuna hichi kitu sikielewi. Alafu nashangaa, hivi mzee yuko serious huyu au ana agenda zake zingine? Mimi nitamshauri nini? Lakini huwezi jua kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako na kitu ambacho yeye anakiona, unaweza usikijue. Tuko pamoja? Kwa hiyo Mungu anaporuhusu watu kukupenda, watu kukukaribia, ni neema, usiwakimbize. Tuko pamoja? Kama nilio, mpigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na pendo la Mungu lazima ushinde ulimwengu. Ukiwa na pendo la Mungu utatembea na nguvu ya Mungu. Kwa sababu Mungu si pendo, si ndio? Mungu si pendo. Kwa hiyo ukiwa na pendo la Mungu utatembea katika nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pendo la Mungu linakupa nguvu ya kutoa na nguvu ya kupokea. Kwa nini? Kuna wakati pendo la Mungu likijaa ndani mwako, yani wewe kutoa kwako sio tatizo. Yani kuna kuwa na nguvu fulani. Vijana wanasema kuna kuwa na ka feelings, ndio vijana wanavyosemaga. Yani kuna kuwa na nguvu fulani to the extent kwamba hata kama wewe una 5,000 tu, lakini akaja mtu na bwana mimi sijala leo, sijui na kuaje. Au jala? Haina shida bwana. Unachukua 5,000 yako unampa. Haujua hata wewe utafanyaje. Hiyo nguvu sio kawaida, ni nguvu ya pendo la Mungu. Lakini inakupa nguvu ya kutoa, lakini pia inakupa nguvu ya kupokea. Kwa sababu Mungu anapokufanya wewe utoe zaidi, ndipo Mungu anapokufanya upokee zaidi. Kwa hiyo unapoona unatoa zaidi, sio kama unapoteza. Kutoa kwako zaidi ndipo kupokea kwako zaidi kunakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, usichoke katika kutenda mema. Unaweza usiyavune mema kwa kutoa kwako, lakini kuna watoto wako watavuna. Kuna wajukuu wako watavuna. Kuna watoto wako watavuna. Wema unaofanya hauwezi kufa hata siku moja. Pendo unalofanya kwa watu haliwezi kufa. Mungu ana rekodi. Kwani ukumbuke Kornelio, alikuwa, maandiko yanasema alikuwa akimwomba Mungu daima, lakini akitoa sadaka. Kuna siku malaika akamwambia, Kornelio, maombi yake yamesikika na sadaka zako zimekuwa kumbukumbu mbele za Mungu. Maanake kila unachokifanya Mungu anakirekodi, anaandika. Tuko pamoja? Kwa hiyo kuna wengine Mungu akienda kufungua kitabu chao, kitabu kinakuwa cheupe, hakina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakupa assignment leo ukitoka hapa. Hebu jifikirie, umefanya nini kuonyesha pendo kwa mtu mwingine? Tafakari mwaka huu Januari mpaka sasa hivi mwezi wa 4 umefanya nini? Alafu baada yako tamani kufanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tena mke wangu take note hichi. Leo wakati nipo najiandaa kuja ibadani, Mungu kuna kitu alisema na mimi. Kuna kitu tutakachoanzisha hivi kanisani. Uwe na tabia ya kuandaa kitu kwa ajili ya wenye uhitaji. Hata kwa mwezi, ukipata utampelekea mke wangu pale. Tuko pamoja? Chochote kile. Yaani mimi nitapokea hata 500 yako ilete. Chochote kile. Baba, mimi kwa kweli mimi nimepata 1000, ilete. Tutakwenda kwa hapa wahitaji. Alafu wale wahitaji watasema, Bwana Yesu, Mungu asante kwa ajili ya huyu mtu aliyetoa. Leo Mungu nilikuwa sina chakula kile nimekula. Mungu asante, mbariki. Yale maombi yana nguvu kuliko unavyofikiria. Maombi ya mhitaji unayemsaidia akisema Mungu mbariki huyu, maombi yake yana nguvu zaidi maombi yako unayoomba. Yana nguvu kuliko unavyofikiria. Ndio maana Mungu akasema ibada iliyo ya kweli ni nini? Kwenda kuwasaidia wenye uhitaji. Ibada iliyo ya kweli. Kwa hiyo kama hauna moyo wa kusaidia wenye uhitaji, bado hauna ibada na Mungu. Maana Mungu ni pendo, na Mungu ni pendo, maana pendo kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si niishie hapa leo. Ngoja tu niishie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wataka kumuona Mungu, anza kutendea kazi pendo la Mungu. Simama juu tuweze kuomba.